Picha ya upendo. Nasa sa haya matatu yanabaki. Imani tumaini na upendo, lakini lililo kubwa zaidi kati ya hayo ni upendo. Iwa Korinto 13 inajulikana kama sura ya upendo au fafanuli upendo wa kimapenzi, lakini aina ya upendo wa kina zaidi, upendo wa kimungu. Paulo anaelezea kwa njia nzuri jinsi ya kuonyesha katika maisha yetu upendo wa Elohim ambao umemiminwa ndani ya mioyo yetu. Upendo ndio kichocheo cha matendo yetu yote. Sababu kwa nini tunafanya kile kinachowanufaisha wale ambao tunashirikiana nao. Picha ya upendo. Ukuu wa upendo. Sifa za upendo. Uvumilivu wa upendo. Ni cha bora zaidi. Upendo unafanya nini? Kile ambacho upendo haufanyi. Picha ya Yeshua. Faida yako yoyote we. Ni cha bora zaidi. Bali takeni kwa bidii karama zilizo bora, na bado nawaonyesha ni cha bora zaidi. Paulo anaonyesha upendo wa aina gani katika wa Korinto 13 na kwa nini unazidi karama yoyote ya kiroho. Katika Kiyunani kuna maneno kadhaa ya kufafanua upendo. Paulo anachagua agape, upendo usio na ubinafsi, usio na masharti na wa kutafakari, ambao unatafuta ustawi wa mpendwa, ambao ndio ule ambao Yohana hutumia wakati akisema kwamba Elohim ni upendo. Hakuna karama ya kiroho inayofaa ikiwa haitumiwi na aina hii ya upendo. Kwa kweli matendo na mawazo yetu yote yanapaswa kuingizwa wa upendo wa agape. Yeshua aliotonya kwamba kwa sababu ya uovu upendo huu utapoa, lakini hatupaswi kuruhusu ile ilitokee wetu katika nyumba zetu au katika makanisa yetu. Sifa za upendo. Kile ambacho upendo hufanya. Upendo huteseka kwa muda mrefu na ni mwema, lakini hufurahi katika ukweli, huvumilia vitu vyote, huamini vitu vyote, hutumaini vitu vyote, huvumilia vitu vyote. Inateseka kwa muda mrefu. Makrotimio, kuwa na roho ndefu, kuvumilia, kuwa na subira. Unaonyesha uvumilivu na uvumilia makosa ya wengine. Ni fadhili. Kristo itenda kwa ukarimu. Ni mwenye rehema na huruma. Anafurahia kweli. Sinjero kuonyesha huruma, kupongeza. Inafurahi na wale wanaunga mkono ukweli. Kubeba vitu vyote. Istego, kufunika ukimya, kuvumilia kwa uvumilivu. Picha na kaa kimya kuhusu kosa ya wengine bila kuyafunua. Naamini mambo yote. Kristo, kuwa na imani, kutoa sifa, kuamini. Haishutumu, lakini badala yake inatoa faida ya shaka. Kinakumani mambo yote. Ilkiso, kusubiri au kuamini. Daima tarajia kitu kizuri kitokee. Kuvumilia vitu vyote. Ipomeno, kupinga, kuvumilia, kuwa na ujasiri, kuvumilia shida, majaribu na mateso. Kile ambacho upendo haufanyi. Upendo hauvini wivu, upendo haujiharibu, haujivuni, hautendi kwa ujuri, hautafuti mambo yake mwenyewe, haukasiriki, hautafikiri mabaya, hautafurahi ovu, hauna wivu. Silo, kuwa na hisia ya moto. Hawahusudu wale ambao wana karama au fadhila zingine. Hawajionyeshi wenyewe. Perperyoma, kujisifu. Hautaki kusifiwa na wengine. Haijivuni, hisio kuibiba kujivunia. Hauna maumi ya kutia chumvi juu yake mwenyewe. Hautendi kwa ujeri. Asijimoneo kutenda isivyofaa.
hautendi kinyume na kanuni ya kijamii na kimaadili, hautafuti yake mwenyewe, sitayo kutafuta, unatoa haki zake kwa faida ya wengine, haujichochei Roksino kuwa kituo cha kukasirisha, kuchochea au kukasirisha. Si jambo lisiloeleweka wala nyeti kupita kiasi. Haufikirii uvi wowote. Ukisoma chukua hesabu. Usamehe na kupuuza makosa yaliyopokelewa. Hafurahii ovu. Jairo kuwa na mchangamfu mwenye furaha au kujisikia vizuri. Hafurahii makosa lakini unatafuta kurekebisha. Picha ya Yeshua. Amri yangu ndiyo hii, mpendani kama nilivyowapenda ninyi. Alivumilia kupigwa, kutukanwa na kudharauliwa, anateseka kwa muda mrefu. Alijali mtu yeyote ambaye alikuwa akiteseka. Yeye ni mwema. Alifundisha ukweli kwa uwazi na usadikisho. Anafurahia ukweli. Hakumhukumu mwanamke mwenye dhambi na akampa msamaha. Anabeba vitu vyote. Elameni uaminifu wa Zakayo. Anaamini mambo yote. Aliwaandaa watu kwa ajili ya misheni yasiyowezekana. Anatumaini vitu vyote. Alivumilia njaa, kukataliwa, maumivu na mateso. Anavumilia vitu vyote. Hakutafuta heshima na alishirikana na wenye vigezo. Haone wivu. Ingawa alikuwa mfalme wa ulimwengu, hakujivunia. Afanye gwaride mwenyewe. Alikuwa tayari kufanya kazi za unyenyekevu zaidi. Hajajivuna. Alimtendea kila mtu kwa adabu na umiliki. Hatendi kwa ujeuri. Daima alifanya mapenzi ya baba yake. Hautafuti yake mwenyewe. Hata walipompinga alijibu kwa adabu. Yohana hajakasirishwa. Aliwaombea msamaha wale waliomsulubisha. Wakifiri hubu wowote. Aliongea kwa wakali na Mafarisayo wasio waadilifu. Asuisio. Uvumilivu wa upendo. Fadhila za wema. Na sasa kaeni imani, tumaini, upendo, hata ya matatu, lakini ililo upendo. Wakorintho walikuwa wakionyesha matamso wao yale ambacho upendo haufanyi. Walikuwa na wivu, wenye kujisifu, wasio na maana, walitenda isivyo. Walikuwa wa binafsi, walikuwa wakikasirika kwa urahisi, walikuwa wakorofi, wala walivumilia dhambi. Kama wao walisema kauchani na makosa yana kusidi katika fadhila za upendo, kama Paulo anavyotufundisha, ili tutumie karama ya kiroho kwa usahihi. Yanatawalika toka katika fadhila ingani mbele, imani na tumaini. Wakati Yeshua atakapokuja, jamii itakoma kuwepo na tutakuwa uzima wa milele pamoja naye. Kisha unabii, lugha na karama zingine pamoja na imani na tumaini hazitakuwa muhimu tena, lakini upendo utadumu milele. Elohim ni upendo. Upendo wa Baba na Mwana ni sifa ya kila muumini. Neno la Elohim ni njia ambayo upendo wa Mungu unawasilishwa kwa mwanadamu. Ukweli wa Elohim ni njia ambayo akili hufikiwa. Roho Mtakatifu hupewa wakala wa kibinadamu ambaye anafanya kazi kwa kushirikiana na wakala wa watakatifu inabadilisha akili na tabia, ikimwezesha mwanadamu kuvumilia kama anavyoona yeye asishukiana. Upendo kamili unaweza kufurahiwa kupitia imani ya ukweli na kupokea Roho Mtakatifu.